yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur. Kuna wale ambao kwamba ni wanandoa Allah tabaraka wa taala anawajalia kupata watoto, wengine anawapatia watoto wa kiume peke yake, na wengine anawapatia watoto wa kike peke yake, na wengine anawachanganyia watoto kama wale dhukura wa inatha, anawachanganyia Allah tabaraka wa taala wa yaj'aluhum aqima, na baadhi yao Allah subhanahu wa taala anawajalia hali ya kwamba wao hawazai. Hii ni aya kwa kutafakari Allah kuhusiana na zima la neema hii ya watoto. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha wa yahbu liman yasha inatha wa yahbu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'al man yasha aqima. Kuna mzako ambaye kwamba yeye hakupatiwa neema kama hii, na hapo wala hakuna lawama kwa mtu yote katika wale wawili ambao kwamba Allah amewajalia kupata neema kama hii. Lawama vipi? Unalaumu zake kwa nini unazalia watoto wa kiume peke yake, na unalaumu zake kwa nini unapata watoto wa kisichana peke yake? Kwa hakika hii ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Na iko ni jambo ambalo kwamba linajulikana na mwenzako mmoja wao katika wale wawili anajua swala kama hilo masihi kama hiyo, basi wa kwanza angekuwa anaonekana juu kwa baba yeye ndio wakupanda ndio kama ile. Kwa nini wewe baba hujui mbegu uliyopanda pale ni mke ama ni msichana ni fulana? Kwa nini muulize mwanamke ama bibi yako kwamba kwa nini unazalia wasichana peke yake? Ama vile vile umuulize mke wako kwa nini unazalia mabinti peke yao ama wavulana peke yake? Wewe ndio kwa kwanza kabisa kwa uwezo na kama hiyo. Kwa hiyo hii ni siri ya Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala, na maelezo vile vile ndani ya Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna kulaumiana, ila la kuangaziwa hapa ni kwamba baada ya kupata neema kama hii, je, utadumu nayo vipi neema kama hii mpaka ikiwa ni asbabu ya wewe katika kuingia pepo ya Allah tabaraka wa taala? Hawa watoto hawa itakuwa ni asbabu ya kutupanisha sisi daraja zetu mbele ya Allah tabaraka wa taala, na watoto hawa itakuwa ni asbabu ya kutushusha sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tunatoka nini katika hali ya Mungu ya Uislamu? Lazima tutafakari, tutambue kwamba Allah tabaraka wa taala ile mania na maelezo kwa maelezo ndani ya Qur'an, tuweze kushikamana maelezo kama hayo ili tuweze kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala kupitia watoto wetu, kupitia vizazi ya kwamba Allah tabaraka wa taala ametujalia akawanyima wengineo. Leo sisi tunadumu kuelimisha masuala tofauti katika dunia hii, lakini tunasahau kufundisha Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala, tunasahau kufundisha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukiona kwamba si yote si chochote hawezi kumsaidia kitu chochote. Hizi ndizo hali za baadhi ya Waislamu katika zama kama hizi. Tunajiandaa nini mbele ya Allah tabaraka wa taala? Ibadallah, istaghfiru rabbakum